Kushangaswa na neema. Kuwa imani Rahabu yule kahaba hakuangamia pamoja na wale wasioamini. Alipowapokea wale wapelelezi kwa amani. Wakanaani walikuwa wamevuka mipaka ya neema. Kwa sababu hiyo amri kwa Israeli ilikuwa ingawa uwe wote na utwae mali zao. Walakini bado kulikuwa na watu huko Kanaani ambao hawakuwa wamevuka mipaka hiyo, wote ambao walikuwa tayari kukubali neema ambayo Elohim alitaka kuwafikisha waliokolewa kutokana na uharibifu. Neema kwa watu wa Israeli, fursa nyingine. Neema kwa Rahabu, imani ya mbegu ya haradali, agano lingine kwa Rahabu. Neema kwa Wagibeoni, mabalozi wadanganyifu, baraka na laana. Neema kwa watu wa Israeli. Fursa ya pili. Kisha Yoshua mwana wa Nuni akatuma kwa siri wapelelezi wawili kutoka Shitimu, nendeni mkatazame nchi, akasema hasa Yeriko. Musa alipotuma wapelelezi kukagua Kanaani, watu walikataa kuingia. Miaka 40 baadaye wapelelezi wapya walitumwa wa matokeo tofauti. Wapelelezi wametumwa hadharani, wapelelezi 12 kwa siri, wapelelezi 2. Utendaji wa wapelelezi siku 49, uchunguzi siku 3 mafichoni. Taarifa ya wapelelezi wanawavunja moyo watu, wanamtia moyo Yoshua. Ingawa kisasi kipya kilishindwa vibaya mbele ya majaribu ya Balaamu, Elohim aliwapa nafasi ya pili. Wakati huo hakukuwa na rundo la zabibu, kuna matunda ya ardhi. Ni hadithi tu ya imani ya Rahabu ambayo iliwahimiza Israeli kumiliki nchi ya ahadi. Neema kwa Rahabu, imani ya mbegu ya haradali. Kwa imani Rahabu yule kahaba hakupotea pamoja na wale wasiotii, akiisha kuwapokea wale wapelelezi kwa amani. Imani ya Rahabu ilitegemea nini? Angalia kwamba Rahabu anazungumza juu ya matukio ambayo kila mtu alijua juu yake, kama vile kuvuka bahari nyekundu. Lakini wakati wengine walimcha Elohim wa Waebrania, alichagua kukimbilia chini ya mabawa yake. Kwa nini? Ikiwa aliwaamini, Elohim alitumia uongo kuwasaidia wapelelezi. Imani yake mpya haikumaanisha uelewa kamili wa mapenzi ya Elohim. Alifanya kadiri alivyoweza kuwasaidia wapelelezi na kuokoa maisha yake na ya familia yake. Maarifa yangekuja baadaye. Biblia inampongeza kwa maamuzi aliyofanya, kwa uelewa wake wa njia ya Elohim ya kutenda, na kwa jinsi alivyounga mkono maneno yake kwa matendo halisi. Rahabu ni mfano wa kile ambacho kingetokea kwa mkazi yeyote wa Yeriko ambaye alikuwa amejisalimisha kwa Elohim. Agano la suggeswa kwa Rahabu. Ikiwa yeyote kati yao atatoka nje ya nyumba yako kwenda barabarani, damu yao itakuwa juu ya vichwa vyao wenyewe, hatutawajibika. Na wale walio pamoja nawe katika nyumba, damu yao itakuwa juu ya vichwa vyetu, ikiwa mikono umewekwa juu yao. Mantiki ya Rahabu haikuwa na shaka. Nimetenda kwa fadhili na kukua, sasa tenda kwa fadhili na uniokoe mimi jamaa zangu. Ingawa hakujua, Rahabu alikuwa akiomba Israeli wamtendee kama Elohim mwenyewe alivyotenda kwa Israeli, yaani kwa fadhili. Wapelelezi walimuomba Rahabu atimize masharti yale ambayo walikuwa wametimiza ili kuepuka kifo huko Misri. Kwa nchi ya hili alijumuishwa katika agano la Elohim na Israeli wakati wa Pasaka. Walilazimika kupaka kifuniko chake damu. Ikiwa waliondoka nyumbani walikufa.
Rahabu katika Yeriko. Ilibidi waeke kamba miekundu kwenye dirisha lake. Neema kwa Wagibioni, mabalozi wadanganyifu. Kisha wakaenda kwa Yoshua kambini huko Gilgali, wakamwambia yeye na wana wa Israeli, tumetoka nchi ya mbali, fanyeni agano nasi. Angalia kufana na tofauti kati ya Rahabu na Wagibioni. Vipengele vya imani. Misingi: kusikia inamaanisha uongo. Lengo: kueposhwa. Matokeo ya haraka: ukombozi. Matokeo ya muda mrefu: uraia kamili, utumishi. Wagibioni walidanganya kwa makusudi, wakikusudia udanganyifu, wakitumia ujanja. Angalia Mwanzo. Zaidi ya hayo, viongozi wa Israeli walishindwa kwa kutomshauri Elohim. Hii iliwaweka katika shida: kuangamiza Wagibioni au kuheshimu kiapo. Baraka na laana. Sasa uko chini ya laana, utaondolewa kamwe katika huduma kama wakataji miti na wabebaji wa maji kwa ajili ya nyumba ya Elohim wangu. Kwa kuwa maisha ya Wagibioni kungekosa kutii amri ya moja kwa moja kutoka kwa Elohim, kuvunja kiapo kama kile alichowaapia, pia kilichukuliwa kuwa dhambi. Shida hiyo ilitajuliwa. Maisha yao yaliokolewa, lakini waliwekwa chini ya laana. Laana ilipaswa kuwa watumishi kutoka kizazi hadi kizazi. Hili iliwaweka katika uhusiano wa karibu na watu wa Elohim ambao hawakutenganishwa na kamwe. Zaidi ya hayo, kuwa wabeba maji wakataji kuni wa nyumba ya Elohim huwaweka katika mawasiliano ya mara kwa mara na Elohim. Kwa neema ya Elohim, laana ikawa baraka. Si furahi kifo cha waovu, bali kwamba waache njia zao na kuishi. Wana wa Israeli walipaswa kuchukua eneo lote ambalo Elohim alikuwa amewateua. Mataifa hayo yaliyokataa ibada na utumishi wa Elohim wa kweli yalipaswa kutwaliwa. Likuwa kusudi lake kwamba kwa kufunuliwa kwa tabia yake kupitia Israeli, wanaume wangebutwa kwake. Kwa ulimwengu wote mwaliko wa Injili lipaswa kutolewa wote ambao kama Rahabu Mkanaani na Ruth Mmoabi waliacha ibada ya sanamu na kuabudu Elohim wa kweli. Walipaswa kujiunganisha na watu wake waliochaguliwa.